akili, ni watu ambao ni watu wajinga, ni watu gani? Alafu hapo kwa Meru unakuwa mshahara. Hawa Meru ndio wamemtuma Mtanganyika wa kwanza Umoja wa Mataifa mwaka 52. 9 years before independence, na wanasema ni watu wapuuzi. Mkuu wa majeshi wa kwanza nchi General Mwisho Tarakiki, wa kwanza aleta JWTZ. Unatukana. Sasa mimi niseme tu. Kama tunao uchafu mwingine mwingi sana ambao tukiuachia hapa, unavomba na matusi na vitu vingine ndani yake. Itakuwa ni aibu kwa dola. Itakuwa ni aibu kwa nchi. Hata mimi mbunge nitaibika kwa ni mbunge kwenye taifa hilo. Tunaomba wachukue hatua. Karibu Bwana Yesu. Lakini pia kama nilivyosema, tunaanza flash hizi. Magufuli siku yana tabia ya makinikia, mnakumbuka? Alitoa flash kwenye koti, si ndivyo? Inaonyesha namna yake watu huku Mererani Tanzania walivyokuwa wanatomoka na madini yake kwenye ndoo. Na mimi leo nawafa waandishi wa habari flash. Na hizi flash tunazipeleka TAKUKURU na mtu atakaye atazipata na tunaachia ushahidi public. Lakini hiki ndio kama tumeonyesha hapa. Tumesitiri serikali bado. Tunasubiri wachukue hatua, tusipochukua hatua tutaachia vyote. Tutaachia mambo mengine tunaonyesha mpaka ushahidi namna gani ambao diplomasia yetu kwa taifa inakwenda kuharibika na mataifa jirani kwa sababu ya hao watu. God bless you. Zime. Mimi nina machache, lakini sina uhakika kama kuna hatua zitakazochukuliwa, lakini uhakika nilionao ni kwamba tumefanya wajibu wetu, na kabla tujaja mbele zenu tulimwambia Mheshimiwa Rais tuko tayari kukabidhi katika njia ya kistaarabu. Lakini uhakika kwamba hichi kilichofanyika ni kitu cha kipuuzi sana ambacho hakimstahili mtu kukaa ofisini kwa dakika moja. Huo nao uhakika waachiwa kuchukuliwa, huo uhakika sina. Tena naweza nikashangaa kama Mnyeti hata panda cheo, kwa sababu anaonekana amefanya kazi ya maana sana. Yako mambo mengine ambayo tumeshauriana na mwenyekiti wetu Nassari alikuwa Nairobi yasiende public. Na mimi huko nyuma nakumbuka kuna baadhi ya vitu nilishauriwa visiende public. Wakati mimi nimelumbana Kikwete wakati fulani kule bungeni, nilishauriwa hata na Makinda mwenyewe na Lukuvi mwenyewe kwamba yake isiende public. Kwa hiyo pia kuna saa tunafahamu interest za usalama wa nchi kwamba ni muhimu kama wabunge. Mmemwona mkuu wa wilaya kurudia uchaguzi kata moja ni kati ya milioni 250 na milioni 500. Maana yake kata za mkoa huu ambako corruption imetumika, unaongea habari ya karibu bilioni 4.5 kwenda kuna uchaguzi wa marudio. Rais anasema hao watu wanaacha vyama vyao, wanamuunga mkono kama alivyosema Mheshimiwa mbunge Nassari. Hatuna kabisa kipingamizi hata na Nassari ama mimi mwenyewe kwenda chama chochote. Unaendaje kwenye hiyo chama? Kwamba diwani ana bageni milioni 2, kupewa kiinua mgongo, kupewa posho yake yote kwa mfululizo na kupewa ajira. Yaani fedha zitatumika kwa madiwani ambao wameondoka. Uchaguzi unakuja kutumia zipo ambayo kama kilomita 1 ya lami katikati inachukua milioni 500, ni kilomita 9 za lami kwa ajili ya kwenda kwenye by-election ya madiwani. Umakini wa rais Nyeti wadisi na wakuu wote Iringa za rushini za hai kumuunga rais rudi zake zipi zinge kutoka. Tunasema hivi, hii iko muona tunaondoka dogo wao, tutawapa mziki wote watu naogopa nini ili wajue pia busara. Chukue maamuzi. Shule zimechomwa. Huyu diwani kama leo kama huyu Mole huyu kama mpaka sasa hivi sababu najua Katabazi anaangalia, najua Kipilimba anaangalia, na hapa najua kuna watu wao. Kama hatakuwa hajakamatwa sasa hivi kuchoma shule moto, sio habari ya kumhujumu mkuu wa mkoa aliyekuwepo, ni habari ya kuua shule. Huwezi kuchoma shule moto kuhujumu mwenzako. Na huyu anaongea na Mnyeti huko mbele. Mnyeti anasema huyu mkuu wa mkoa ndio aliyekuwa anafanya jambo hili. Arusha akapewa pingaka, akaidwa na kufutiwa makesi na mashtaka alionao mbalimbali, akajiunga na Chama cha Mapinduzi. Rais Magufuli ameonesha kutokuogopa mtu kwa kipindi hiki. Tunajua kuna waandishi hapa wanapeleka taarifa nyingine wanatoka nje kupeleka. Hizi taarifa ni public. Mpelekeni yoyote kwa sababu sisi tunapewa Kipilimba mwenyewe.
Rais Magufuli kuonyesha amekamata makada wa Chama cha Mapinduzi ambao walikuwa ni mabilionea. Tumeona watu wakienda magereza, tumeona watu wakipewa kesa hujumu uchumi. Tumeona Kitwanga ambaye ni rafiki yake na Mnyeti ambaye ni rafiki yake. Huyu Mnyeti sio serious person. Kuna vikao walikuwa wanaendesha hapa wakati wa uchaguzi wa Kenya na wenyewe vimekaa hivi, sio serious person. Rais atendaji wao makini na hekima. Watu wakikosa ataendelea kutana watu wadogo. Sababu sisi hatumkuti kwa sira za DC, mkuu wa mkoa na mkurugenzi. Kama ma DC wakuwa mikoa na wakurugenzi tu hawa wanaotaka kupanda vyeo kwa kuchoma shule moto. Hawa watu ni hatari sana. Hawa watu ni hatari. Umeona anasema uchaguzi huu ukirudiwa uchaguzi wa marudio ukirudiwa hizi kata wamehakikishwa watashinda. Na ukitaka kujua hili jambo na connection watu wakagombee kwenye kata zao. Kwa hiyo kuondoa ushirika wa rais kwenye jambo hili chafu nikuchukua tu. Kwa sababu ukiangalia ile rekodi, ukaangalia conclusion ya rais na ukaangalia siku ile mwisho rais alimaliziaje, inaonekana kuna wengine walikuwa tu wanataka kuja gama wakashinda kufanikiza mpango. Rais ikabidi achukie pale hadharani. Na hiyo video ni mnaijua. Sisi tunasema hivi. Rais achukue hatua ili asihusishwe kabisa na hii dhambi ambayo inafanywa na watu wake wa chini. Mimi ni muombe mheshimiwa mtu yoyote ambaye anaweza akaunga mkono jambo hili. Na niulize tu, tumesema kwa Mlowola. Polepole alivyo na kichwa cha haraka akatoka wangu. Sasa hii ni nusu. Hii tamthilia inaendelea. Hii ni episode 1. Itakuja hii itakuja ya hapa. Mimi niseme tunamheshimiwa rais kwa vyombo vyake vya ulinzi na usalama. Na tunamwomba Dr. Kipilima kama ACO anahusika kwenye uchafu kama huu, huyu ni afisa usalama wa taifa ambaye kazi yake ni kulinda maslahi ya taifa. Na maslahi ya taifa RSO hapa naye anapaswa kuwa responsible. Maana yake mkoa mzima wa Arusha umeoza. Na niseme tu kwamba conclusion. Tena narudia rais, hakuna kama ni uvungu ama ni darini. Sisi tusikujue. This is our city, we know how to play the game. Huu ni mji wetu, tunajua kucheza game. Vile vile, hii ni muhimu sana. Kama ambavyo hili jambo limekuwa revealed kwa kiwango hichi, huko mbele ya safari tunakwenda, mambo ya Ben Sanani yatakuwa wazi kwa kiwango hichi. Mambo ya shambulizi la Lissu yatakuwa wazi kwa kiwango hichi. Mimi ni muombe mheshimiwa rais kwamba kesho tunapeleka ushahidi TAKUKURU. Tunawapa TAKUKURU full yote. Alafu Mlowola aamue kama alivyoamua kwa Manji, aamue kama alivyoamua kwa Gemarira, aamue kama alivyoamua kwa wengine wote. Na baada ya hapo tutawapa na vingine vya ziada. Asante sana. Tumalizie kidogo. Hata hapa maswali. Tunajua kwamba hii kazi risk tumeifanya. Tumeweka maisha yetu rehani kwa hili. Tumetoka Dodoma, Lissu bado yuko kitandani anazungumza, lakini hawezi kusogea, hawezi kunyanyua mkono, hawezi kujisogeza, hawezi kufanya nini. Yuko kwenye hali mbaya ambapo baadhi ya sehemu za miili yake zinapaswa zinakatwa kutoka ili kuponya maisha yake. Sasa sisi tunajua tunaelekea huko. Nimeondoka nyumbani mke wangu analia. Lakini mwambie tu kwamba tumeamua kubeba msalaba huu. Hiki kombe tutakinywa kwa ajili ya Watanzania. Na tutakuwa tayari kwa lolote ambalo tutakuwa kwenye maisha yetu. Na kama likitokea lolote mtakaobaki endelea kupambana. Naomba msaada. Mungu hakuna silaha itanyuka. Amen. Tutakufa kwa umri. Amen. Naomba maswali. Labda mheshimiwa mbunge. Kuna ambayo yanaonekana kwenye video je, ikitokea kufanyiwa marejeo ya uchaguzi mtakuwa tayari kuja kushiriki tena? Mimi nafikiri baada ya kutoa tunachokitoa leo hii hapa na huko tunakokwenda tunasubiri reaction na kinachoenda kuendelea. Tasubiri kuna nini, hatua gani zitachukuliwa. Lakini vile vile hizo ni masuala makubwa ambayo yanainvolve chama kuanzia ngazi ya taifa. Kwa swala hili lazima kamati kuu ya chama itakutana. Lakini vile vile tunakwenda kuhusiana na taasisi za kimataifa kuona namna gani ambavyo demokrasia inaminywa kwenye nchi yetu. Namna gani ambavyo maisha yetu yanazidi kuwa hatarini kila siku. Na tumeita tukasema wafanye investigation kama Scotland au Uingereza, ndio maana sisi tukaamua kufanya jukumu la kuwa Scotland Yard na nini. Kwa hiyo niseme tu kwamba chama kazi ya taifa kitazungumza kuhusu hili tukio kwa sababu sio jambo dogo hata kidogo. Tumesikia huko tunaambia kwamba chaguzi atakwenda chaguzi ambazo tumeshangaza, tena tu tutavuka mtu tutakavuvika mtoni. Mheshimiwa mbunge alikuwa anauliza. Ndio.
tumesikia umetaja baadhi ya watu ambao wamehusika kwenye hii rushwa. Lakini vile vile kuna DT aliyeruhusu zile fedha kutoka. Na yeye ni mhusika kwenye hili jambo. Watumishi wote wa serikali wanapaswa kuchukuliwa. Mtu yote anayeshiriki kwenye swala hili, yeyote. Na leo amefanya mfumo. Kwa mfano mjamuona rais wao. Sasa mataifa mkoa wa Arusha. Sasa kuwajibika kuendelea. Wewe ndio kwenye mkoa alafu kama kwa usinachoendelea. Unless you nchi imeoza my friend. That can will be rotten. Mheshimiwa, nilikuwa na swali kwamba kana uchaguzi na kutumika kwamba mimishwa kuwa kiongozi. Sasa hili limekuwa wazi pale. Nini ambacho kinafata baada ya haya? Ni kwamba rudia. Yaani kwa maana kwamba uchaguzi uliofanyika wakashinda Chadema, lakini kwa nguvu za viongozi na hao ukabadilishwa. Sasa tayari yule ni kiongozi wa CCM. Nini ambacho kitafanyika kama hilo swala katibu wetu wa mkoa na viongozi wa Meru walishaleta kwenye chama. Na kamati kuu tunaona kabisa kwamba kuelekea uchaguzi mwingine Tanzania ni uchaguzi utakuwa na dosari kuliko mahali popote duniani. Kwa hiyo chama tayari kimeshaanza kujua namna gani twende mbele ya safari. Lakini vile vile ni hatari kwa usalama wa taifa kama tunaenda kwenye uchaguzi kura ndio waziamui kinachoamua ni ubabe. Maana yake watu watafikiria uchaguzi wa namna nyingine. Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa, mimi nilikuwa na kufahamu lakini mzee na swali moja tu kuhusiana na yule diwani ambaye naye aliingia lakini akawa alichukua mgogoro. Lakini nilisema kwamba mnajia kwa marafiki wake na kufanya nini? Yule ambaye yule shule. Yule ambaye shule yake ilifungiwa na kwa nini? Hapana. Huyo ambaye na nini? Yule ambaye chama kinachukua taarifa, tutachukua hatua. Asiona tumeshaanza kushiriki kwenye biashara hata kama ikufikia mwisho, lakini wewe ni msaliti. Sio jamani? Kwa chama kitafanyika nini ili kuzungumza kama kuna uongozi. Kwa hiyo mkaendelea bado ushiriki na hata aliyekuwa kujua naye alikuwa kwenye. Mimi na nimeonyesha msemo ya grade ambazo ndio kama halmashauri. Lakini utaratibu mimi ninavyojua halmashauri kama halmashauri inaanza wana. Sasa nikashindwa kama madiwani nikiwa kama mbunge. Nashukuru. Kweli ndio kwenye vikao zaidi ya 6 mfululizo tukiendelea kumlalamikia mkurugenzi na makabrasha yapo. Na mkitaka jona halmashauri ya Meru tutapata kwenye haraka lakini hatuwezi kuchukuliwa. Naomba kwa leo tuishie hapa na hakuna mtu mwingine atakayezungumza. Habari imetosha. Asanteni sana. Hapana swali la fupi. Yes. Asante Mheshimiwa Mbunge. Video hii inaonyesha tu Meru. Hai. Mfumo ni wao. Yaani kazi ni hiyo hiyo. Asante. Sasa ni kama yeye mwandishi wa habari story ya leo mshikiwa. Alafu flash nimetoa flash. Naweza nikachukua copy. Mashala na Msajuma na copy. Kwenye mshaipata. Azam na Copy TV umeshaipata. Na wewe kamanda wa hayo TV nimekupa. Hajalipa bado. Lakini kama Mozeki nitachukua Grace Macha nitakupa na Mozeki atawabeia huyo. Mozeki huyo. Mozeki utampa na Grace. Mwandishi wa habari story ya leo ni